timu inapopata nafasi mbili ihakikishe inafunga moja. Na hizi ndio sababu ambazo mpaka leo zimedhibitisha Simba kupata alama 0 kwenye CAF Champions League. Nafasi nyingi, matumizi 0. Yeah. Simba anatengeneza nafasi 10, anakosa zote. Simba alitengeneza nafasi 13 kwa Mbeya City, nikasema hii ni hatari kwa klabu. Jana tumeona licha ya Mpanzu kucheza vizuri kiasi gani, lakini bado kuna baadhi ya wachezaji walimwangusha. Na kinachosikitisha zaidi, wachezaji wa Simba wakikosa magoli hawajutii. Wana relax. Mkwala jana ngoma imepigwa na Mpanzu imegonga posti, imemrudia kwenye miguu yake. Amekosa, naona kama tu la kawaida. Unacheza ya Azam. Azam mwenye Saaduni. Azam mwenye Ibenge. Azam mwenye Msindo. Faisal. Azam mwenye Kaminko. Faisal. Azam mwenye yule Mkongo anaitwa nani alifunga goli? Kitambala. Hatari. Azam mwenye Nado. Watu wanakimbia kama vile wamefungwa spidi. Niliamini na nilitarajia fika Simba hiki ndo kipimo chake sahihi cha ligi kuu NBC msimu huu. Na ulizungumza kwamba huu mchezo utaenda kuwapa taswira kuelekea mchezo unaofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wamepata taswira gani Dosa kwa hiki ambacho kimetokea? Wanaenda kufanya maboresho makubwa sana. Taswira walioipata wanaenda kufanya maboresho makubwa sana. Jana tumeona ni namna gani Shomari Kapombe anavyoweza kupata tabu akiwa na wachezaji bora. Unajua mwalimu Ibenge kamsoma sana Kapombe jana. Kamwangalia akamwambia hapana. Wewe njoo ingia Saaduni. Mkimbize yeye. Mimi alivyoingia Saaduni tu kimoyo ngasema Simba ishafungwa. Nimpongeze sana Saaduni. Amekuwa man of the match. Kiwango bora. Nado ilikuwa bado anawalea Simba. Fei naye halikadhalika kwa sababu anajua kwamba hii timu mimi nanitaka. Akawa anawalea. Saaduni na jambo ambalo nyinyi hamlijui. Saaduni licha kwamba ni mwajiriwa wa Azam, lakini Saaduni ni mwananchi. Dosa, tukizungumza hapa, hii ndio imeenda kuleta tofauti ya kocha mwenye profile kubwa, nikizungumzia Ibenge kwa kusoma mchezo, na Suleiman Matola ambaye alishindwa kuelewa nini hasa anatakiwa kukifanya. Ni mwalimu wa university na mwalimu wa chekechea, jana wamekutana. Na ndio kilichoamua mchezo. Mwalimu wa university na mwalimu wa chekechea. Pingu na ardhi. Hawezi kuwa sawa. Maarifa hawezi kuwa sawa. Hayawezi. Mtanange. Lakini kocha alikiri dakika 45 kwamba walicheza vizuri. Simba. Ibenge. Alisema 45 zilikuwa zao. Simba. Kwa sababu ilikuwa 0-0. Zilikuwa zao. Kwa baada ya mahojiano alisema. Na watu wanazungumza dakika 45 zipi? Za kwanza. Sababu tumeamua mchezo. Alichoamua kufanya Ibenge ni kuwasanifu Simba. Ni kuwacheka Simba. Ameongea kwa na wapuliza. Bwana poleni watani zangu. Mimi Simba ni watani zangu. Na kuna baadhi ya watu ni washikaji zangu sana, lakini lazima tuwapelekee salamu. Wanapoelekea ni kubaya zaidi kama wasipofanya mapinduzi kwenye timu. Tuzungumzie kwenye uongozi. Mpaka katiba ifanywe mapinduzi. Ikiwezekana pia kuna baadhi ya mashabiki watolewe wa timu nyingine. Na mashabiki tena watolewe. Unaweza kunitajia hata mmoja anastahili kutolewa? Sikutajii. Kwa manufaa ya watani wako. Wapo. Nani tumtoe? Yupo shabiki mmoja na Kambagala mwisho huko. Simba kile kicheza vizuri akwambia this is Simba brother. Ile ikifunga. Akwambia this is Simba brother. Yaani yes kwenye kila kitu. Yupo. Hastahili kuwa Simba. Hastahili. Klabu kubwa miaka 90, sio klabu ya propaganda. Ni klabu ambayo kila anachokifanya takiwa kiwe wazi. Yupo. Sababu ya mwisho ilikuwa ni ipi Dosa? Hii mashabiki. Tuje hapo kwenye mashabiki. Mashabiki wanatumika, nimesema. Chairman kuna baadhi ya mashabiki anawapigia simu
akiwaomba wamtetee. Chairman anawapigia baadhi ya mashabiki simu akiwaomba watetee. Mashabiki hawa ninao, majina yao ninayo na nawahifadhi. Wakitaka ushahidi nitawapa. Mimi nataka ushahidi basi. Nitakupa kwa muda wako. Nje ya kamera. Nitakupa, lakini waambieni Simba inaangamia. Simba inapotea. Simba inapoteza mvuto. Leo Simba inacheza kama vile timu ya kawaida. Mashabiki hawaendi uwanjani, wamechoka. Dosa, kwa kumalizia tu kwa kiufupi tu. Jana usimkatie mtu tamaa. Prince Mpumelelo Dube anaingia tena kambani kwa mara nyingine, mara ya 3 mfululizo na kuandika goli kwa upande wa Young Africans na kuwatoa kimasomaso. Unazungumziaje? Yule aliyemkatia tamaa ndiye yule ambaye anawapa kicheko mashabiki wa Young Africans. Shida yako cha pesa, wewe ni lazima tuwazungumzie Yanga. Tumeshakubaliana nje ya pazia jamani, story ni hii leo. Kidogo tu. Lakini lazima tumpongeze Prince Dube. Hakika ametupa thamani. Hakika ametuvusha. Kwa sababu ajenda ingegawanyika jana. Mbona nyinyi mmesuluhu? Kwa hiyo Dube kuna namna sisi tumpongeze, lakini bado mwambieni Dube. Bado mwambieni Celestine Ikua. Dosa ridhishwe na viwango vyenu. Bado. Mwambieni. Hawafahamu kwa kiwango kile. Mwambieni msifiche. au tunamwita Dube mchezaji wa kuamua mechi ngumu. Bado Dosa aridhishwi na kiwango kile. Bado anahitajika kufunga zaidi. Ikua vipi? Ikua ndo mwambieni bwana. Yanga haina urafiki wa kudumu. Yanga haina mapenzi ya kudumu. Ukiwazingua nao watakuzingua. Ukiwazingua na wao watazingua. Ndugu yangu Sanga anajua vizuri watu wa Yanga walivyo. Aliwazingua wakamzingua. Wakamzingua. Yupo baadhi ya shabiki mmoja wa Yanga, shabiki mkubwa kabisa. Kawazingua Yanga naye kazinguliwa. Watu wenye nongwa. Wewe nilimwambia yule shabiki. Wewe unapaswa kunichukia mimi binafsi. Sio Yanga Afrika. Sio Yanga Afrika. Akaingia kwenye mtego. Kaingia kwenye mtego. Na mimi niwapongeze sana viongozi wa Yanga. Hakika mmefanya jambo ambalo kibusara zaidi limenifurahisha. Kibusara kabisa, kwa sababu sijajua shabiki yule alipata mamlaka gani ya kuwatukana viongozi wa Yanga. Nani shabiki gani? Yupo shabiki mmoja. Yupo. Aligusa babaya. Kagusa vibaya. Unajua nikajiuliza shabiki huyu anapata mamlaka gani ya kumtukana Engineer Harris? Nimejiuliza shabiki huyu anapata mamlaka gani ya kumtukana Madam Zayana, Alex Ngai, Ali Shabani Kamwe. Nimejiuliza sana. Maamuzi yaliyofanyika ni yapi? Tumemtoa kwenye kundi. Kamleftisha. Ni zile stories zilizokuwa nasikia. Zile. Ni godi yangu. Zile. Tumemjeka viongozi, na mimi niwaambie viongozi, jambo mlilolifanya nimewapongeza kwa kiasi kikubwa mno. Kiasi kikubwa mno. Nafahamu muda uliompa ni miezi miwili. Lakini bado nawaomba kwa unyenyekevu mkubwa, kama itawapendeza au tumondoe kabisa. Kwa godi Yanga amesimamishwa kwa muda wa miezi miwili. Wewe unasema godi Yanga. Kujihusisha na Yanga kwa sasa hivi. Yes. Katukana viongozi. Sijasikia ukiwatukana. Huwezi kusikia, hizo ni taarifa muhimu kabisa. Muhimu. Ipende Yanga kwa maslahi ya club, sio maslahi yako. Yaani usitumie Yanga kama bridge kwa ajili ya kupata kitu. Mazito. Si tumeumia. Harris amefanya mangapi kwenye club? Ngai kafanya mangapi kwenye club? Na jana nikwambie, jana club imekwenda kwenye kuwatembelea watoto yatima. Alex Ngai kaambia nisubiri huko.
Ndio sifa viongozi. Lakini ana room ya kuomba msamaha na kurejeshwa mapema kabla ya miezi miwili. Na kama viongozi wana room ya kukubali msamaha au kukataa msamaha. Haiwezekani. Viongozi wanapaswa kufanya yule fundisho kwa mashabiki wengine. Kuwa na mipaka na klabu. Kuwa na uzalendo na klabu. Klabu hii tumeipambania kwa kiasi kikubwa. Leo unapokuja kwa ajili ya maslahi yako binafsi unamtukana kiongozi, sio sawa. Tanange, sema. Au mazoea yamezidi. Unaweka sana karibu. Tumemlea. Lakini amekuja kwenye kundi kwa ajili ya kwenda kutengeneza classes. Mimi nawaambieni kabisa. Kikundi cha influencer kimegawanyika. Kwa sababu yake. Leo mpaka waandamizi wanaonekana hawafai kwenye kundi la influencer. Rafiki yangu mpaka Frank Yanga Kamboyo Steli kwa kwenye kundi la influencer kweli? Mpaka mwenezi kando. Hongereni sana viongozi. Binafsi mimi nimefurahi. Na kama ikiwapendeza tuachane naye. Shukrani sana Dosa. Asante sana.